Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda. Ni zaidi ya siku 20 zimepita tangu Rais Samia aapishwe kuongoza tena nchi, akiwa na ahadi mbalimbali za kutekeleza ndani ya siku 100. Miongoni mwa ahadi hizo ni urasmishaji wa shughuli za wajasiriamali wadogo, mathalan wachuuzi, bodaboda, pamoja na mama na babalishe ambao ni kundi kubwa kwenye jamii. Kana makundi, changamoto ambazo zilikuwa zinayakabili kutokana na kuto kutambulika na kuwa rasmi ni kwamba tulikuwa tunakwenda katika hali ya uholela, kwamba tunaona kwamba kwa sababu tumetambulika basi tusitembee katika mifumo, tusitembee katika dila, tusitembee katika taratibu. Lakini kwa hili tunaamini inaenda kutatua changamoto kwamba tutatoka katika mazoea, tutakwenda katika mifumo, utaratibu na miongozo. Kwa upande wangu nimelipokea vizuri. Kama endapo serikali itafanya hivyo kwa uhakika ni nzuri zaidi, na watakuwa wametukwamua na sisi, kwa sababu sisi tunategemea tutafute leo tule leo. Hatuna ile mipango ya kusema tunatafuta kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa kiasi chake watakuwa wametuokoa sana, watakuwa wametufikiria, wametuoa. Kwa faida ambazo mimi naziona kwa upande wa bodaboda, kwa kweli ni bodaboda ni kazi kama tunavyosema, inatupatia kipato cha kutunza familia zetu, na asilimia kubwa tumenufaika kwa kupitia kazi ya bodaboda. Kuna wengine wamenunua paka viwanja, wamejenga nyumba, wamefanya mambo makubwa, wamesomesha watoto tena shule za gharama. Baada ya Rais Samia kuahidi, wabeba maono hayo ni wateule wake, akiwemo Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga, ambaye amesema kazi imeshaanza na wana imani na utekelezaji wake. Sisi serikali tulishaanza kufanyia kazi jambo hilo, pamoja na masuala mengine ambayo yanagusa sekta yetu. Urasimishaji wa biashara ni swala lenye manufaa sio tu kwa mfanyabiashara mwenyewe, hata kwa sisi serikali, kwa sababu kwanza tunaweza kujua wafanyabiashara hawa wanafanya aina gani za biashara, na panapotokea changamoto inatusaidia kuweka mazingira wezeshi ili kuwasaidia. Kundi la wajasiriamali wadogo linapewa mtazamo wa aina yake kutokana na mzunguko wake kuwa na watu wengi ambao wameshindwa kunufaika na ajira rasmi zinazopatikana. Idi Wesu, Azam News.